الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين الكريم نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بالله إلى يوم الدين. أما بعد، وزارة إيمان نشكر الله سبحانه وتعالى على wetu mtukufu mwenye huruma ambaye ametujalia sisi kuwa Waislamu akatubakisha tuko hai tukiwa tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, shahrul khair, mwezi wa khairi, shahrul baraka, mwezi wa baraka, shahrul ni'am, mwezi wa neema nyingi, shahrul yuhibbuhullah, huu ni mwezi Allah subhanahu wa ta'ala anaupenda. Tunatakiwa tukadirie kwa kadari yake na tuheshimu sana kwa kile cheo chake, na tunatakiwa tujitume katika mwezi wa Ramadhani kwa ibadati nyingi, tuzifanye ibada kwa kuzikithirisha, lakini pia tuzifanye vizuri. Hakika sisi tumeumbwa kwa kupewa mtihani. Je, tutafanya vizuri au la? Alladhi khalaqakum liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah amekuumba kwa mtihani. Je, mtafanya matendo mema? Lakini sio kuyafanya tu, kuyafanya vizuri. Huu mwezi ndugu zangu katika imani tumeletewa sisi ummati Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wasallam. Tumeletewa huu mwezi ikiwa pana hikma na sababu nyingi mno. Katika hizo, Allah subhanahu wa ta'ala ametaka atuchanganye sisi na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada ya hija. Tuwe sisi kama vile tumefanya hija pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu mwezi wa Ramadhani umekuja katika sababu sisi kupewa ni hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuhimiza jambo, anasema sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadhan, kufanya umra katika mwezi wa Ramadhani, ta'dilu hijjata ma'i, kunalingana sawa na mtu kwamba amefanya hija, tena alifanya hija na mimi, alifanya hija na mimi. Ile siku ya ibada ya hija alipofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye ndio aliongoza, yeye ndio aliyosimamia ile ibada. Na maswahaba waliposikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anakwenda kufanya hija, walijiandaa, walitoka takriban wote, yani ni wengi sana. Lakini na wengine katika Uislamu wa maeneo mengine walikuja katika mwaka ule kuja kufanya hija. Kuna utukufu mkubwa kuifanya ibada ya hija ikawa msimamizi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii Ramadhani kwa aliye na usaha anaambiwa nitakafanya umra, ni muda mchache tu kufanya umra, hata siku moja haimaliziki. Na akifanya umra, Mtume sallallahu alaihi wasallam anamlinganisha katika ujira kwamba huyu ni sawa kwamba alikuwa katika zama zangu na nilienda kufanya ibada ya hija akashirikiana na mimi. Ramadhani kwa nini imeletwa ikapewa ummati Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wasallam? Tumepewa Ramadhani kwa kufunzwa ukarimu na utoaji. Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhu anasema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajwada ma yakunu fi Ramadhan, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa mkarimu sana ndani ya mwezi wa Ramadhani. Huu umma umewekewa nabii na umewajibishwa kumfuata. Huu umma unaonyeshwa una huruma wao kwa wao, waoneleane huruma, na katika huruma ni misaada wao kwa wao, wasaidiane. Na huyu nabii ambaye wanamfuata huu umma, yeye alikuwa ni mkarimu. Ama ilikuwa unapoingia mwezi wa Ramadhani,
kwa sababu lengo la mwezi huu katika malengo yake ni ukarimu. Alikuwa ajwad ma yakun, mkarimu sana. Katika kule kuwa kwake mkarimu, basi alikuwa mkarimu sana katika mwezi wa Ramadhani. Naam, alikuwa anao ukarimu. Kwa nini ilikuwa anazidi katika mwezi wa Ramadhani? Kwa sababu ni katika mahsusati shahri wa matlubati shahri, ni katika mahususi ya huu mwezi kwenye huu umma, na katika matalaba ya huu mwezi katika huu umma, watu katika Waislamu wawe ni watu wakarimu sana. Kutoa mali kumpa mwenzako yudhhibul khilq, kunaondosha yale mafundo. Kutoa mali kumpa mwenzako yanaleta mahaba na upendo na uwiano na ushirikiano na kusaidiana. Huu mwezi umetaka watu wajengeke katika haya. Huu mwezi umeletwa katika huu umma, kuna tatizo, tena tatizo lipo. Bahati mbaya kwa Waislamu, Waislamu wamechanganyika na makafiri katika maeneo mengi mno, halafu wameathirika na matendo ya ukafiri katika pande tofauti, na mpaka wameona hayana shida yale matendo, hayana tatizo, wanayazoga, wanayafanya pamoja na makafiri usiku na mchana. Pamebaki anajitofautisha tu kwamba jina langu mimi ni jina la Kiislamu, anajitofautisha kwamba yeye anakiri dini yake ni dini ya Uislamu na kubali na anatamka la ilaha illa Allah, lakini amefanya matendo tastaujibu alayhi nar, yanamwajibisha ingie motoni, na ni wengi katika Uislamu. Huu mwezi umeletwa katika malengo yake kwenye huu umma, ummatul ijaba, umma uliomwitika Mtume sallallahu alayhi wasallam ukomboleke na adhabu ya Jahannam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema walillahi utaqaa minan nari, na Allah ameweka wawepo watu katika Waislamu wasalimike na moto kwenye mwezi wa Ramadhani. Wadhalika fi kulli laila, na hili limewekwa kwenye kila usiku katika usiku ya mwezi wa Ramadhani. Tujitafute, lakini tumeathiriwa sana. Wametuathiri makafiri katika demokrasia zao, wametuathiri makafiri katika mipira yao, wametuathiri makafiri katika tamthilia zao, wametuathiri makafiri katika matendo yao mingi mno, na wametuhadaa katika vitu vingi sana, kiasi ambacho zile athari zimepelekea mabadiliko ya matendo yetu na maneno yetu ya kila siku. Athari zimepelekea mtu kustahiki kuadhibu kwa sababu ni maasi, tena ni maasi makubwa, na madhambi makubwa yanamwajibisha mtu kuingia motoni, na yamefanywa kwa wingi. Imekuja Ramadhani, mtu asite, awe na wakfa mimma faala, asite kwenye alikuwa akiyafanya, ajiangalie vizuri, alafu atazame ambayo yanahitajika kuyafanya katika kiki kipindi. Yakikithirishwa mema, anastahiki mtu uepushwa na yale ambayo yengemwajibikia katika mateso na adhabu ya Jahannam. Walillahi utaqaa, utaqaa hawa ni katika jumla ya Waislamu. Allah ameandaa watu ambao ni utaqaa, wenye kusalimishwa minan nar, na moto. Kipindi gani? Kipindi cha mwezi wa Ramadhani. Wadhalika, na hilo linapatikana fi kulli laila, kwenye kila usiku katika usiku ya mwezi wa Ramadhani. Wa huna nadharatun ukhra, na hapa hitajika Waislamu watazame mtazamo mwingine, kwamba wakati mtu ili asalimike ni wa usiku. Kwa hiyo ule wakati wa usiku anatakiwa ajiepushe sana na vitakavyomsababisha akose usalama. Maasi hayamfanyi mtu asiadhibiwe, bali yanamfanya mtu aadhibiwe. Kwenye kipindi cha usiku, Waislamu wajiepushe sana na maasi, sana kabisa. Kila wanalijua hili halistahiki wajiepushe. Hao wanatarajiwa kuwa katika orodha ya utaqa, orodha ya watakaosalimika. Lakini kuyaparamia maasi ya usiku inasababisha mtu kutoka katika orodha
ya watakaopata usalama. Na nani katika sisi anajijua yuko salama? Sote ni mudhnibun. Kwa hiyo sote tujiepushe na madhambi, hasa katika wakati ule wa usiku ambao panapatikana orodha yatakaosalimishwa na adhabu ya moto. Dhalika fi kulli laila, hilo ni katika kila usiku katika usiku ya mwezi wa Ramadhani. Jaa Ramadhan, imekuja Ramadhani. Tumeletewa ndugu zangu katika imani, huu umma umepewa hii Ramadhani ili usalimike. Huu umma ummatul ijaba, waliomwitika Mtume sallallahu alayhi wasallam, ili huu umma usalimike na adhabu ya Jahannam. Pia katika harakati zetu za kila siku na maisha yetu ya kila siku tumekosa kuyajua mingi katika neema za Allah. Tunayafanya mambo, tunapewa sisi majambo hatuyajui kwamba neema, bali tunayabeza, tunayadharau, tunakimwa nayo, hatuthamini inavyostahiki. Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea Ramadhani ili tuwe wazingatiaji kwamba sisi tumezungushiwa neema nyingi, na tujue hizi neema, hakuna neema yoyote ambayo mtu amepewa halafu siku ya kiyama asihojiwe. Na Allah hahoji ikawa basi kwamba akuulize ujibu alafu basi. Hapana, na kitu mpaka ukija ukiulizwa wewe ulikosea, na mpaka ukiulizwa wewe unahojiwa, unanakishiwa, unahojiwa, utakuja kuadhibiwa. Man nuqisha fil hisabi wadhiba, atakayehojiwa siku ya kiyama katika kuhesabika, katika kuhesabiwa kwenye ile hisabu, atakayehojiwa na ataadhibika. Allah anataka asiadhibu mtu, lakini watu wajisalimishe na kutokuadhibika. Imeletwa Ramadhani katika muhimma wake kwenye umma, watu watambue neema na watu washukuru kwenye neema, kwa sababu wanakuja kuhojiwa, ili isije kapatikana mahojiano ya kuja kuadhibiwa. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, huu mwezi wa Ramadhani huu ambao imeshuka kwenye mwezi huu Qur'ani, akasema walitukmilu al-idda, imeletwa Ramadhani ili mfunge muikamilishe idadi, sio mfunge mtakavu. Walitukabbirullaha, imeletwa Ramadhani ili ndimi zenu muzitumie katika adhkari na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Wala'allakum tashkurun, walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Nyinyi mmeletewa hii Ramadhani ili mshukuru. Kushukuru nini? Ahlul ilm anasema ashukru isti'malu ni'amillahi fi ta'atihi, kushukuru ni kuzitumia neema za Allah subhanahu wa ta'ala katika kumtii yeye. Tukienda kuzihisabu neema tulizopewa tuzimalizi. Wewe ungekuwa unaishi peke yako, huna mzazi, huna mtoto, huna kaka, huna dada, ungekuwa vipi? Wewe ungekuwa peke yako, huna jirani, huna rafiki, ungekuwa vipi? Uko peke yako, peke yako. Peke yako kwa maana ya peke yako, huna yeyote. Sasa hao uliopewa marafiki, majirani, wazazi, watoto, makaka, madada, mashangazi, wajomba, hawa wote neema kwako. Yupi wa mdharau? Yupi wa mkebehi? Yupi wa mkejeli? Wewe wakataa neema. Kwa kila siku waswali peke yako, ungekuwa vipi? Wewe unaswali na wenzako, una maamuma wenzako, wewe ni imamu, wewe ni maamuma. Wewe ungekuwaje maamuma bila imamu? Wewe ungekuwaje imamu bila maamuma? Unathamini vipi imamu? Unamthamini vipi maamuma? Unamthamini vipi maamuma mwenzako? Hizi neema watu watakiwa washukuru, na kama hawashukuru watakuja kuadhibiwa. Na hapa duniani kama hawashukuru, kitakachotokeza cha kwanza ni ugomvi kati yao. Familia zitaingia ugomvi, marafiki watagombana, ndugu watagombana,
maamuma watagombana, imamu na maamuma wake watagombana, hajajua neema. Imeletwa Ramadhani, tutafute neema. Sababu Allah alipotuambia la'allakum tashkurun, mwatakiwa mwe na shukrani. Kushukuru ni kufanyaje? Ni kuzitumia neema za Allah katika kumtii. Sasa wewe zitafute neema, na nyingi uweze kuzikamilisha, lakini zile ambazo uweze kuzipata na nyingi ambazo unaweza kuzipata. Wewe umepewa kazi, unatafuta riziki, wafanya vipi katika kazi yako? Hadaa, udanganyifu, viapo vya uongo, maneno machafu. Na wewe umepewa neema katika kutafuta riziki, umetakiwa ushukuru. Hii Ramadhani imekuja, hii Ramadhani imeletwa, hii Ramadhani liyusahiha tariq, ili isahihishe njia. Tumekosea sana sisi katika kujua neema, na tumepotea sana sisi, tumejitoa katika kushukuru. 30 yawman fi Ramadhan, masiku 30 ndani ya mwezi wa Ramadhani, linauda ila shukuri ni'am, ili turudi katika kushukuru neema. Wa ta'adana rabbukum la in shakartum la azidanakum. Kelele zimekuwa nyingi, watu wanachopewa hakitoshi, lakini tatizo shukrani haipo kwenye kila alichopewa katika neema. Ngugumia mtoto, mtoto ngugumia mzazi. Mtu hashukuru kwenye nyumba aliyopewa, banda gani lafuja. Wewe hujui neema? Katika kila hali, katika kila jambo, sisi tuwajibika hapo kulijua hilo na kufahamu ndani yake neema iliyopo, na tunalazimika kushukuru. Tukifululiza shukrani kwenye kila kilichozungushwa katika neema ndani ya masiku 30, tutadumu katika kushukuru ndani ya mwaka unaokuja tukiwa hai. Tukidharau katika kushukuru ndani ya kipindi cha masiku haya, neema tulizozungushiwa nyingi, vipi tutajua kumshukuru Allah azza wa jalla, kuzitumia neema zake katika taa, katika vipindi vingine? Ramadhani liusahiha al-masar, Ramadhani imeletwa ili isahihishe mwenendo na njia. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.